Nataka niseme somo hili, mimi ni mwalimu wa sana somo vita vya kiroho, imani na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo utakuta kila mara napenda kuongea maneno hayo kwa sababu ndiko ambako Mungu alinitoa. Na asubuhi leo nitazungumze kupandiwa usichokipenda. Kupandiwa usichokipenda katika ulimwengu wa roho. Kupandiwa usichokipenda katika ulimwengu wa roho. Kupandiwa, umepandiwa, lakini ulichopandiwa hukipendi katika ulimwengu huu wa roho. Ulimwengu wa roho una mambo ambayo unaweza kukuamlia wenyewe, na ndio maana tunasisitiza sana mtu uwe wa kiroho, kwa sababu usipokuwa wa kiroho, ulimwengu wa kiroho utakuamlia. Mambo yako mengi yataamliwa katika ulimwengu wa roho. Unaweza ukavifanya kwenye mwili, lakini vimeamliwa katika ulimwengu wa roho. Sasa ulimwengu wa roho utakuamlia, na wakati mwingine utakuamlia usichokipenda au usichokitaka. Sio kila mtu anayetumikia Mungu alipenda kutumikia Mungu, kwa sababu ukisikia usichokipenda wewe unafikiria tu labda dhambi. Hakuna mchungaji aliyependa sana awe mchungaji kwa sababu hakuna kitu kigumu kama kuchunga. Mimi nimehubiri injili sana, lakini kuja kugundua uchungaji ni mgumu sana kuliko kuhubiri. Kuhubiri unahubiri, unatoka wewe uelewi kinachoendelea pale, mguu. Kama mimi na mikutano kama minne mbele yangu, sasa kitoka hapa nitakuwa na break ya siku chache, nitakuwa Kahama, tahubiri, tatoka naenda Katavi, tahubiri, tatoka naenda Mbozi. Siyaelewi yanayoendelea huko. Hayo mchungaji ndio atakuwa anaelewa. Kwa hiyo unaweza kupandiwa usichokitaka katika ulimwengu wa roho, eza kizuri au kibaya, lakini wewe hukitaki. Nilikuwa nakumbuka habari ya mtu mmoja anaitwa Bikira Maria pamoja na nani? Yusufu. Mariamu hakutaka kumzaa Yesu, haikuwa plani yake, lakini ulimwengu wa roho ulichagua ukampandia. Uchumba wa Yusufu na Mariamu uliingiliwa. Yusufu alikuwa anafurahi kabisa anaoa mwanamke bikira, lakini ulimwengu wa roho ukaingilia. Ule uchumba uliingiliwa. Wakati wanaendelea na uchumba, ulimwengu wa roho ukaingia, kasema tazama utachukua mimba. Na Mariamu anasema inakuaje haya mambo, mimi sijui mume, mbona hivi ghafla ghafla? Mimi na mchumba wangu, mbona naletewa mambo mengine? Kasema utachukua. Pamoja akiwa bikira, mimba ikafanyaje? Ule utaratibu wa duniani, ili mimba iingie kuna hatua 1, 2, 3, haukufanyika. Ulimwengu wa roho ulipita shortcut, pap, tachukua mimba. Hakuna mjadala, sijui nini, upige step, uolewe, honeymoon, pap, mimba ikafanyaje? Kaingia. na mimba ikaingia, na mwanamke bado bikira, mimba ikafanyaje? Hakuna utaratibu mwingine. Na Yusufu anastuka kuna mimba, ile hali ameingiliwa, anataka kuacha, naye akaingiliwa, usimwache.
Na ukisoma Biblia ilikuwa ni mpango wa muda mrefu sana katika ulimwengu wa roho. Ukisoma Isaya, anasema, Isaya anatabiri bikira atachukua lini? Haisemi. Ulimwengu wa roho unaweza kuwa una maandalizi makubwa sana ya muda mrefu kwa ajili yako bila wewe kujua. Unahitaji macho ya kiroho. Anaweza tumwa mtu kutoka mbali hata ujui, akaishi na wewe, akala na wewe, lakini kwa kusudi la kutimiza jambo katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho. Niliwahi kuwapa ushuhuda, nimezungumza pia kwenye mkutano. Mimi nilikuwa natafuta binti wa kazi, natafuta kweli binti wa kazi. Tafuta. Lakini ghafla akatokea binti moja akasema, nimekuja hapa namtafuta ndugu yangu moja anaitwa fulani, akamtaja jina. Yule ndugu yake anayemtafuta ni mshirika wangu. Nikasema, huyo tunaye hapa kanisani. Tena anagonga mlango, mimi ndio natokea. Huyo tunaye kanisani. Ila kwa sasa amesafiri, ameenda Dar es Salaam. Akasema, jamani sijui nitafenyeje. Tena mchafu yuko na kamfuko kake. Nikamwambia, kwani shida ilikuwa nini? Anasema anatafuta kazi, aliniambia nije mjini. Nikija mjini atanipatia kazi. Nikasema, kazi gani unataka? Kazi ya ndani. Nikasema, Mungu si umeniletea? Na sisi tumekuwa tunatafuta nani? Nikamwambia, mimi ni mchungaji wake na mimi natafuta binti, basi karibu nyumbani. Tukamleta ndani. Nataka kuishi ulimwengu wa roho. Unaweza mimba ya Bikira Mariamu sio ilikuwa ghafla, ilikuwa ni maandalio muda mrefu. Isaya anatabiri bikira atachukua mimba, yupi haijulikani. Nikampokea, tukaanza nyumbani, tunaongea nini, akaanza kazi. Alikuwa anafanya kazi sijawahi kuona. Yaani sisi hatukuwa na maji. Asubuhi anaenda korongoni, anachota maji, tulikuwa tunachota kwa kisima, analeta, anapiga deki, anajaza pipa, yaani kila kitu. Unajua kupika hiki? Najua. Hiki najua. Mpaka mimi nikaanza kusema, huyu binti mbona ni waibofwe, lakini kazi anafanya. Nilijua tutacheka. Mbona anafanya kazi hivi? Yaani nyumbani mambo ambayo tuko tunateseka, yeye anayafanya. Ikifika 1:30 yote kwisha. Nikasema Mungu amemleta kwa wakati wake. Na wakati anafanya, yule ndugu ambaye ni ndugu yake mshirika hakurudi kutoka Dar es Salaam. Ya tuliishi naye kipindi chote, yule ndugu harudi. Natamani aje nimwambie asante kwa binti wa Ibofo, harudi. Lakini siku moja nikiwa kwenye maombi, nilikuwa na kawaida ya kuwa na siku 3 au 4 kavu za kujifungia ndani kwa mwezi mara moja. Tena mwambiaga mama, naingia huko lazima simu kwa ajili ya mwezi huu, najiombea hasa vipindi vya huduma. Nikiwa naomba, Roho Mtakatifu akaniambia, sasa kesho ile siku ya 3 ita familia yako yote uwawekee mikono. Manake na huyo binti umwekee nini? Mikono. Ndipo hapo zoezi lilipoanza. Sema saa 8 mchana, tena Roho Mtakatifu ananiambia saa 8 mchana uwaombee. Saa 8 mchana nikasema wote, kama unafua acha, unapika ipua, unachota maji acha, wote njooni hapa Sebreni, nataka kuwekea mikono. Unajua kwa bahati mbaya sana sisi wachungaji tunahudumia sana watu wa nje kuliko familia zetu. Tunaweza kuwasikiliza sana watu wa nje kuliko kusikiliza familia zetu. Sasa nikasema leo nitawaombea hapa mche. Wote nawekea mikono wote. Wote wakaja, ninamfuata yule binti, sasa ngoja nikachote maji kwanza baba, imepungua. Nikasema yaache. Sasa hapana, ngoja nikasema nimesema yaache. Tunabishana, ameshika ndoo. Njoo, subiri, njoo, anaenda. Namwambia kwa nini usikii? Akafika kwenye kona akaiachia ndoo alafu akatoweka kama moshi vikimbunga hivi. Akatoweka. Nikastuka sasa. Naona usioni.
Nikakimbia hivi, hayupo. Nikaita jina lake, hayupo. Nikarudi nikaambia jamani, kama ni sahihi atarudi. Nilichokiona kama ni sahihi atarudi, kama sio sahihi hatarudi. Wanaambia kwa nini? Hebu tumshukuru Mungu, maana hata kuomba sasa nilijua Mungu ni ametaka tuombe. Tukaomba, yule dada hakurudi tena. Kipindi yupo, hali ya nyumbani ilikuwa anafanya kazi vizuri, lakini kuna mambo hayaendi. Ulimwengu huu wa roho unaweza kukupandia kitu. Huu ulimwengu wa roho unaweza kukubadilishia. Mariamu hakuwa amewahi kufanya uni. Ulimwengu wa roho ukamwekea mimba. Ulimwengu wa roho ukampatia mimba. Na yeye anasema sasa mimi sijui mume, lakini ulimwengu wa roho ukampa mimba. Ulimwengu wa roho unaweza kukubadilisha. Nataka niseme hivyo. Bwana siwe sana. Hebu nione mkono kama mtu anataka kunielewa kidogo. Usijali, sauti imekuwa kama beberu. Baba amenitia moyo sana. Nilimwambia nisije, akasema itaendelea kunyoka hivyo hivyo. Maana nimuomba sana jana, nikamwambia sauti imekimbia. Baba akasema wewe njoo, itanyoka hivyo hivyo, itanyokelea humo. Na nimeona inataka kunyokelea humo. Hebu nisome maandiko yasiyopungua 5, alafu tutakuwa tunamaliza. Andiko la kwanza ni kitabu cha Mathayo 13. Mathayo 13 itakuwa andiko letu la kwanza. Mathayo 13. Hivi ni Mathayo au Mathayo? Mathayo. Maana kuna Ukinga na Uchaga. Sasa katika jambo ambalo wasilijui ni ala na elo. Zamani kusema unanilazimisha nilikuwa nasema unanizalimisha. Kusema socks nilikuwa nasema sosi. Mathayo 13:25 Biblia nasema, lakini walipolala akaja adui yake akapanda magugu kati ya ngano akaenda zake. Walipolala adui akapanda. Walipokuwa macho adui hakupanda. Walipolala ndipo adui akapanda. Alivyopanda yeye akafanyaje? Akaenda zake. Mara nyingine kilichopandwa na hakioti haraka. Unaweza panda mwindi usiote leo. Una take time, maybe wakati mwingine 1 week. Kuna vitu vilivyopandwa wakati mwingine havionekani mapema. Vinaweza kuchukua mwaka mpaka kikaonekana. Unapoona wakati mwingine mtu mpaka anaamua kuwa mchungaji, kuwa mhubiri, au wakati mwingine mtu kufunguliwa kwenye shida, hafunguliwa wakati mwingine siku hiyo. Wakati mwingine alipandiwa imani muda mrefu. Imani ilipofika kwenye kiwango ikatenda muujiza. Kiwango alipofundishwa sana nguvu ya Mungu na mafundisho, wito ukaibuka. Biblia inasema alipopanda, alipojua amepanda, yeye hakubakia kusubiria, akaenda. Sasa tayari nimeshafanyaje? Tayari nimeshafanyaje? Shapanda. Tayari yeye akaondoka, akusubiri kitakuaje. Nilikuwa namwangalia daktari mmoja, anasema kansa sio ugonjwa unampata mtu haraka. Kansa inapandwa na mfumo wetu wa maisha. Yaani ule mfumo wetu ndio unatengeneza kansa. Kwa kuwa ina take time sana, tukishakula vitu ambavyo havifai, madudu ambao wazungu umetupatia, madudu ambao wazungu umetupa tumejipaka, ule wakati umejipaka tumekula, haipo kansa, ila inaanza kazi ikifika age fulani, kuanzia 45, 50. Na ndio maana utakuta kansa nyingi inawapiga watu wa umri fulani, kwa sababu sasa inakuwa imemea ndani. Ndio unaweza kusuka
hii ilikuwa uraji mbaya, sio? Hii ilikuwa mayai 9. Dada, mayai 9 tunakumbukana. Mayai wangapi nakumbuka shuhuda ya mayai 9 ambao mkuja kambi ya mjui? Nimesema mayai 9 wanajua. Kwa hiyo wakati ule unakula mayai ya kisasa 9 ukifikiri ni sahihi, kumbe taratibu yale madawa ya kuku kama yalikuwa yanaweza kumfanya kuku akanenepa kwa wiki 2, na wewe utaratibu kuna kitu kinanenepa, mwisho utashangaa shingo imenenepa, mguu umenenepa, macho imenenepa, pua imefanyaje, mpaka nywele. Kwa kuwa kuku alikuwa anapewa anenepe kwa muda wiki 1. Sasa wewe umekuwa muda mrefu, baadaye ndio vinaanza kufanyaje, vimenenepa, vimefika mwisho. Ili vitoke ndo mguu unaanza kansa, sijui pua imefanya nini, sijui shingo. Lakini alipopanda, alipanda mara moja, hakupanda mara 2. Biblia inasema alipopanda akaenda zake. Sasa Biblia mstari 26 baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa yakaonekana na magugu. Kuna magugu, na magugu yakaanza kuonekana. Watumwa wenye nyumba wakaenda wakamwambia Bwana, hatukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepataje wapi basi magugu? Akamwambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanya? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja. Mstari 30, viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, myafunge matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani. Biblia inasema baada ya kupanda vikaanza kukua kwa pamoja. Na kwa bahati mbaya sana, magugu siku zote yanakuwaga na nguvu sana, sio? Wakati mwingine unaweza kuta ngano ikatekewa na gugu, yaani ngano ikaamini sana gugu ni bora kuliko yenyewe. Yesu akasema hivi, mviache, msing'oe kwa pamoja, sababu kuna hatari. Hivi vitu vimekamatana, yani tunakoenda kuna mambo wakati mwingine yamekamatana. Gugu na ngano viko pamoja, vyote vinaimba, vyote vinaabudu, vyote vinafanya biashara, vyote vimekamatana. Akasema sasa mkienda ovyo, kwa sababu nyinyi sio watu wa kiroho, kwanza hata mlivyopandiwa hamjui, viacheni, mimi nitashughulika kung'oa. Niwahi kutoa mfano international, naomba jokiti. Niwahi kutoa mfano siku moja hapa na nifanye hivi. Sasa hivi nitafika kwenye pointi yangu. Nikasema wakati mwingine unaweza kuta gugu na ngano viko hivi. Sasa unavichomoaje hapa? Hii gugu, hii ngano. Ukivuta ovyo, ngano itakuwa ya kwanza kwenda wapi? Ndio maana akasema viacheni kwanza, usije ukachomoa kwa nguvu. Sasa mimi ni mtu wa kiroho, mimi Yesu ni mtu wa kiroho, nitatambua mambo mawili hivi niyaseme kabla sijaenda katika maandiko mawili tena ya mwisho. Namba 1, Yesu anafundisha kanisa lililokuwa safi ila limeingiliwa na adui bila kujua. Namba 1, Yesu anafundisha kanisa lililokuwa safi ila limeingiliwa na adui bila kujua. Namba 2, kanisa lenye aina 2 za washirika kwa wakati mmoja, wabaya na wazuri, waongo na wakweli. Maana yake nini? Mtu binafsi anatakiwa kuwa makini. Ndio maana akasema viache. Wenda ngano imeshikamana sana na gugu limeaminiana na ngano. Kwa hiyo hapo panataka kuwa makini. Bwana sifiwe. Nirudie, kanisa ambalo lilikuwa safi, hiyo namba 1,
lakini limeingiliwa na adui bila kujua. Bila kujua. Bila kujua. Namba 2, kanisa lenye aina mbili za washirika kwa wakati mmoja. Wabaya na wazuri, waongo na wakweli. Kuna hitaji kuwa makini. Ndio maana akasema mviache. Wenda ngano imeshikamana sana na gugu. Imeshikamana sana na gugu. Inaamini gugu kuliko ngano. Kwa hiyo ndio maana akasema viache. Bwana sifiwe. Naomba tuende speed kwa sababu baadaye tunatakiwa tuende kwenye mkutano. Haleluya. Naomba niendelee mbele. Kuna mambo unaweza kuwa umepandiwa na adui kupitia wachawi, mawakala wa shetani maana yake, bila wewe kujua. Na walipanda lini? Ulipoamua kulala. Unajua kurudi nyuma ni maamuzi. Kuwa mtu wa mwilini ni maamuzi. Yaani kupoa ni maamuzi. Kuwa mtu uliyepoa ni maamuzi. Kwa sababu kuna watu wanajua kila kitu ila wameamua kupoa. Wanaamua kusali asubuhi tu, Jumatano hawaji, Ijumaa hawaji. Wanajua umuhimu wa maombi lakini hawaombi. Wanajua umuhimu wa uaminifu wa kutoa zaka lakini hawatoi. Wanajua umuhimu wa kusoma neno lakini hawasomi. Wameamua wao wenyewe kupoa. Yaani wenyewe wamemkaribisha adui wakaamua kupoa. Sasa hii ni maamuzi. Walipoamua kupoa, adui akapanda. Walilala kiroho. Walipoamua kupunguza mambo ya Mungu, adui akapanda. Wadi mwingine ulifikiri kama utani tu kwamba kwa nini kuna nini? Mbona ukienda Jumatano kwa kuna nini na Jumatano? Tayari adui akawa anachomeka. Mwishoni mizizi ikafanyaje? Ladha ya kanisa ikaisha. Yaani zamani ukikosa kanisani ungeuliza leo umejifunza nini? Lakini leo huulizi. Leo waweza kuja una Biblia hauandiki, yani sawa, una sadaka sawa. Adui amefanyaje? Mbona tuseme pamoja? Adui amefanyaje? Bwana sifiwe. Kwa nini nataka nifundishe haya? Nimekuwa na huduma maombezi sana kanisani kwangu. Niligundua maadui wanapanda. Na nitakwambia wanapanda. Ndio maana nimesema unaweza kupandiwa usichokitaka na adui katika ulimwengu wa roho. Usishangae mtu ghafla mwezi mzima aonekani, alafu ukimfuatilia sababu ya msingi haipo. Adui amefanyaje? Turudie tena, adui. Na kitu nyingine andika ya muhimu sana. Ukishapandiwa unakuwa sio wewe, unakuwa kopi. Unakuwa kopi yake. Nampenda mshirika mmoja wa hapa, ni rafiki yangu sana. Aliniambia hivi akisema, baba, Mungu anisaidie sana. Yesu angerudi miaka kama 10 iliyopita na uhakika ningeenda mbinguni. Lakini saa hizi na mashaka sana baba. Yaani unakuwa kopi. Unakuwa kopi ya mtu aliyeokoka lakini sio yenyewe. Yaani ukishapandiwa haui original. Utaona kabisa wakati mwingine vile vitu vya msingi vikikaziwa unaumia. Bwana mchungaji kasimamia hapa zambi.
Yeye anafikiriaje? Maombi. Sisi kazi tutafanya saa ngapi? Yaani vile vya msingi ambavyo vya muhimu vinakukwaza. Mchungaji anasisitiza tu, kesho tena maombi. Yeye anafikiri sisi tunafanya kazi saa ngapi? Yaani unaanza kuwa mpinzani sababu wewe ni copy sasa, sio original. Jamani, sijui kama nitakufundisha. Ukisoma mitaa fulani ya Ufunuo 3:1 anasema unakuwa na jina hai, lakini ndani unakuaje? Jamani, ndani unakuaje? Naomba nisome andiko langu la karibu na mwisho. Sasa hivi mimi nakuacha hivi, utakapokuwa unafikiria ndio utasikia anasema tusimame. Sio unaona kwenye mkutano unafikiri ndio tunaanza, kumbe nasema tufanyeje? Wote tufungue. Hata kama we ni copy, fungua kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sio shida kufungua, ni mwanzoni mwa Biblia. Wote tufungue. I like this. Natamani wote tusome hapa. Hapa nafikiri ndio utakuwa nafikia karibu na mwisho kuleta maana ninayotaka iwe maana. Tufungue yote kitabu cha Mwanzo. Umeshafika? Mwanzo ni huku mwanzoni kabisa mwa Biblia. Usifungue katikati. Mwanzo 31. Siku moja nilikuwa nasoma hii, Mungu akaniambia kitu. Nisomaga sana hapa, yani kila siku nahubiri hapa. Lakini juzi Mungu akaniambia kuna kupandiwa kitu usichokitaka. Uwe makini sana. Wote tumefika Mwanzo 31. Jamani, tumefika? Wanakwaya, je, mmefika? Amina. Mwanzo 31 mstari wa kuanzia 10 na 12. Biblia inasema hivi: ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba, naliinua macho yangu nikaona katika ndoto, na tazama, mabeberu waliwapanda hao wanyama. Walikuwa na milia na madoadoa na malakalaka. Umeona ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba, naliinua macho nikaona katika ndoto, na tazama, mabeberu waliwapanda hao wanyama. Walikuwa na milia na madoa na malakalaka. Na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, akasema katika ndoto, Yakobo. Nikasema mimi hapa. Sio mimi hapa. Akasema inua basi macho yako. Kuinua macho, fasiri nyingine kuwa makini, be aware, ukaone mabeberu wote wanaopanda wanyama wana milia na madoa na malakalaka, maana nimeona yote aliyekutenda Laban. Hii ilikuwa ni kitu ya ajabu sana. Bwana asifiwe sana. Hebu niseme Bwana asifiwe sana. Yakobo anaonyeshwa kitu kinachotendeka katika ulimwengu wa roho. Hebu join international. Njoo na mzee wangu wa kanisa hapa. Njoo na mzee Edwin. Wewe tangulia kule, kwa sababu mfano utakao sema lazima nimpige mtu mmoja ngumi vizuri. Msimame hivi. Sasa juzi aliniambia alikuwa jeshini. Huyu amevaa nguo gani? Lakini rafiki yangu, usio navaa nguo suti kali kama mchungaji. Unajua lazima tu tunatofautika mchungaji na mshirika. Huyu inaitwa rangi gani? Eris inaitwaje? Haya, mwaveja. Na hii nini? Kijivraiti. Mke wa Kanyenye msomi. Sasa hawa Yakobo, Mungu anapomwonyesha, anamwonyesha kitu cha ajabu sana. Anamwonyesha wale wanyama wakati wana mimba. Samani, leo mwe mna mimba. Vero Edwin unamwangalia mwenzako tumbo. Matumbo yanatofautiana, kuna mimba zinajificha huku, mwingine huku. Sasa niposema wewe na mimba wote umerudisha hivi.
It's just a joking. Sasa anaona wako kwenye kala fulani, rangi fulani, lakini wakiwa kwenye rangi hii, ghafla mabeberu wanakuja kuwapanda. Kitu cha ajabu, wanawapanda wakati wana mimba. Sio kama utakuelewa. Wanawapanda wakati tayari wana nini? Manake wana mimba, mfumo umeshafunga. Lakini wakishawapanda, njoo Mama Frank, Mama Joffrey, nachanganyaga hili jina sana. Mama huyu nampenda huyu. Wiki zima tumekuwa naye kule kwenye kuski, mnyenyekevu sana huyu mama. Umeona eh? Sasa walipopandwa hawa wote wakabadilika, wakawa malaka. Mwanzoni walikuwa braki, hicho kijivu cha Herisi, sijui kijani cha Herisi, ghafla wakageuka malaka. Na Mungu anamwambia Yakobo, hii jambo ni jambo la kiroho, sio kimwili. Inua macho. Katika maono, katika ndoto, kuna vitu vinafanyaje? Vinafanyika kuwabadilisha hawa. Walikuwa braki, wote wakawa hivi. Walikuwa kijivu, wote wakawa hivi. Walikuwa white, wote wakawa hivi. Katika kitu cha ajabu, wanaopandwa ni wale wamechukua mimba. Kwa nini hawapandwi ambao hawana mimba? Wanapandwa hao wenye uzao, ili kubadilisha uzao wao. Mimba iliyotungwa inabadilishwa, wote wanakuwa maraka. Wote wanabadilishwa. Wale wenye kitu, ile roho ilikuwa inawaingia wenye kitu, wenye mimba, sio wale hoehoe. Wale wenye huduma, wale wenye mzigo ndio wanabadilishwa. Wakitoka hapo wanakuwa maraka. Walikuwa wahubiri, wanaacha kuhubiri. Walikuwa wanaomba, wanaacha kuomba. Baadaye ya kuzaa ile braki, wanabadilika, wanazaa maraka. Na ndio mpango wa shetani. Mrudi mkakae. Shetani anachofanya ni kufight wenye mzigo, ni kufight wenye huduma, ni kufight wale ambao walikuwa wanasifika. Unajua hawa ni wa siku nyingi, ni wazuri, ni nini. Wameshapandwa, sio wale tena. Unaweza kukuta mwanzo mwisho amenuna, tunakucheka. Mimba imefanyaje? Sijui kama nitakueleweka jamani. Mimi nasema sijui kama nitakueleweka. Kuna watu sio wale tena. Kuna mtoto wako wakati unakaa naye shule ya msingi, sekondari, alipoingia chuo, aliporudi, sio yeye, ni kopi. Amepandwa kule chuo. Yaani nguo zilikuwa pana, ameshafanyaje? Ameshapandwa. Kuna watu walipopata ajira fulani, waliporudi sio wao tena, wameshapandwa. Mimi niliharibika shule. Baba anipeleka kanisani. Mama, nilipoingia sekondari form 1, tunajifunza form 2, nikaanza kufundishwa pombe ya Kipare inaitwa dengerua. Onja kidogo unakunywa, unadenguka tu. Yaani mimi nilianzia kule. Nikaanza kupandwa kule nikapandwa. Mabeberu katika roho wakafanyaje? Nikaanza sigara kidogo na bangi kidogo. Niliporudi mzee nilikuwa natembea vizuri, akanikuta sasa hivi bega kidogo nimefanyaje? Shapandwa mimi. Hawa ni mabeberu wako katika ulimwengu. Kuna mama alipoenda saluni, alipokuwa anasukwa titi anapandwa, mwe anapandwa. Vipi mwenzangu? Mimi mwanaume anitesa, usiwe bwege wewe. Maisha kujiongeza, uwe na kidumu. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu. Maana yake unakuwa na wawili watatu. Akitoka pale saluni huyo mwanamke amepandwa.
huyo amepandwa. Hata baba ungemwambiaje, amepandiwa. Sio yeye, ila ni kopi ya mke wako, lakini sie. Hebu nione mkono kama mtu mmoja anataka kunielewa hivi. Maana sasa hivi nataka kuacha. Sasa hivi nataka kuacha. Kama Roho Mtakatifu akikuingia, anakupandia kitu kingine. Ulikuwa mwoga, unakuwa na nguvu. Ulikuwa huwezi kuhubiri, unahubiri. Ulikuwa huwezi kuomba, unafanyaje? Kadhalika ulimwengu mchafu kikupandia, unakuwa kitu kingine. Unaweza kushangaa mtu anakujibu mpaka unasema, hivi ni mzee wa kanisa anajibu hivi? Hapa tayari. Hapa sio bure. Hapa sio bure. Hapa sio bure. Hapa huyu amepandwa, sio bure. Hapa. Niliwapa ushuhuda hapa wakati wa kuski. Mama moja anakuja kanisani kwangu kwa kuchelewa, anawahi kuondoka. Yaani baada kabla hajaisha anaondoka, kuja anachelewa. Siku moja nikasema, kwa nini mama anafanya hivyo? Alipokuja ibada inaendelea Jumapili katikati, anainuka anasema, mama Fudenge, hebu kwa nini? Nikasema, samahani mwanangu, samahani. Mbona mama unachelewa kuja na unawahi kuondoka? Unawahi nini? Sasa alinifyonya ule mfyonyo. Unajua wanawake wakikufyonya ni kama nyau wamenaswa kwenye mlango mkia. Mbele ya kanisa. Ndani ya moyo nikaona madudu humu na mimi anataka kunipanda sasa. Mimi mcheza ngumi ananifyonyaje? Nikahubiri kwa shida, mwanamke kanifyonya. Kanifanya kanisani. Nikairisha ibada ishi. Katika jina la Yesu, Mungu awabariki sana. Amina. Wazee wa kanisa njoeni. Muone msikia alivyonifyonya. Tuombe. Mungu kwa jina la Yesu, mimi nasema pigwe kiuno, tengue macho. Na hasira sana, amenifyonya mimi. Roho Mtakatifu akasema, mchungaji mpende huyo. Huyu hajaokoka, amepandiwa kitu, sio yeye. Akasema, kwani ni kweli? Mungu akasema ni yeye, sio yeye, nitakufundisha. Mungu ananiambia. Karama Roho Mtakatifu kasema pale, asema Bwana majeshi mpende. Tamuokoa, hajaokoka huyo, amepandiwa kitu. Tukatoka nikamwambia, jamani, hii karama kama ni kweli, nikanunua mapeas, nikaenda nyumbani kwa yule mama. Na mgongea hodi, niko na shemasi wangu na baskeli. Akafungua mlango. Karibu mchungaji. Nikamwambia nimekuletea mapeas. Akaanza kumega mapeas na kula. Hata ajali, amenifyonya mchana. Nikasema huyu wa Ibofoe, huyu. Sasa napendaga sana. Akala nikamwangalia, nikarudi nyumbani. Nikasema Mungu nisaidie, kama amepandiwa nafanyaje? Mungu sasa takufundisha. Huyu amepandiwa, amekuja kwa kazi maalum. Siku moja Roho Mtakatifu akaniambia, nenda nyumbani kwake. Nikaenda. Akasema ingia. Nataka kugonga hodi, mkono wangu kashikwa, usigonge. Ingia. Naambia Mungu, utaingiaje nyumba ya watu bila kugonga? Anasema ingia. Usigonge. Nataka kufanya mkono mzito, basi nikaamua kufungua kama kwa ngwa. Nikakuta mama anachemsha dawa za kienyeji pale. Sufuria limejaa. Mdogo wake ni watu wazima. Mdogo wake akasema, nilikwambia mchungaji atakufuma. Umeona? Ni yuko pale. Akasema, umeona umefumwa. Nipokuta anachemsha, yani na hasira ile ya kiinjilisi na ya mimi mwenyewe, Roho anasema tulia, nataka nikuonyeshe kuna watu ni kopi, sio wenyewe. Nikamwambia kunywa tu mwanangu, hakuna shida. Baba, unajua imesema tujisaidie. Akasema endelea kujisaidia tu. Anakunywa madawa yake pale, mimi nikaondoka zangu, karudi na hasira sana. Sikusema kwa mtu. Na hubiri kanisani, akaja tena. Roho Mtakatifu akasema, sasa nataka nikuonyeshe sio yeye. Wakati unahubiri akasema, shuka kama unatembea kama vinavyotembea. Nenda kamwekea mkono. Kumwekea mkono, majini yakalipuka. Tumekuja hapo kwa kazi maalum. Tukapambana nayo. Kemea. Sikiliza mpenzi. Biblia anasema wakapandwa wenye mimba ndio wanapandwa. Na sababu ya kupandwa ni kuwabadilisha mfumo wao. Ni kuwabadilisha, walikuwa weupe wawe misitari. Walikuwa weusi wawe maraka.
Leo tunaishi na watu ambao ni kopi. Sio mume wako yule, sio wewe mwenyewe unamjua. Tuombe, omba tu. Kwani na nini kanisani? Tangulia. Kwani baba, kwa nini kanisani? Ndio kulazimishana. Uende kanifundisha mimi wokovu. Mimi wokovu kuliko wewe. Kwenda zako. Sio yule ambaye kanisani alikuwa haraka. Mama nitoe ndio ibada. Ukichelewa mimi nakuacha. Leo ni amepandiwa. Amepandiwa na vimeanza kumea. Vinafanyaje? Twende mzee. Acha ujinga wako wewe. Sinalazimisha niende nisiende nini? Mungu yuko hapa. Ndio unasikuta mzee. Kwa nini lazima tuende kanisani? Ukiwasha TV unaangalia pale, unasikiliza mahubiri. Yote ni mahubiri bwana. Wow. Yote mahubiri. Yote amefanyaje? Hebu angalia mwenzako vizuri, mwambie hivi, ni wewe kweli au kopi? Kopi ile ilikuwa inabubujika, original ilikuwa inanena kwa lugha, original inawahi kupanga viti, original. Mimi nawafahamu watu original na kopi. Wewe ni mwenyewe au original? Mko wangapi? Halo? Nasema halo. Hebu nione mkono hivi, mtu mmoja kama nataka kunielewa hivi. Ambia mwenzako mabeberu katika ulimwengu wa roho uwe nao makini. Unajua siku moja ukisoma kitabu cha Waamuzi, Mungu akamwambia hivi mke wa Manoa, akamwambia Manoa, mke wako anapokea mimba. Akishakuwa na mimba awe makini, ajiangalie, asiguse pombe, kiwembe usipite, awe makini, maana akikosea kuna kupandiwa. Awe sababu akikosea halo, wewe hebu wafuatilia watoto wako waliosoma vyuo vikuu, ni wenyewe au kopi? Sio. Baba mmoja amekufa pale Udom. Kasema nimetoka safari, nikamwangalia mwanangu. Kafika pale, kamwambia mlinzi, namhitaji mwanangu. Mwanangu, watu wakamwambia sasa hivi hawapo, leo weekend umetoka out. Udhabiri usubiri. Ila mlinzi akasema saizi ni kama majira haya. Subiri. Kaka kidogo anakuta wa kwanza anakuja. Akaja mtoto wake, nepi si nepi aliovaa. Yaani tight kivaa. Huyo. Mlinzi akamwambia, si ndio huyo? Anaitwa Neema, si ndio huyo? Ule Neema wewe. Neema wewe ni Neema wewe. Baba, unisamehe baba. Baba watu hakuamini. Hivi mwanangu kwa hivi. Ndio unakuwa hivi. Baba. Huko ni tofauti na Mwakareri baba. Amepandiwa. Unajua kuna watu wanalia, mbona mke wangu ulikuwaga sio hivyo? Leo una majibu, umeyapata wapi? Wapi umeyapata wapi? Wapi? Kwenye vikoba. Walisema unamlegezea huyu, mkazie alipe deni. Mungu akamwambia Yakobo, haya mambo huwezi kuona mpaka uinue. Inua. Ukiinua macho utaona vinavyotendeka huko. Inua. Ukiinua utaona mabeberu wa kiroho wanapanda watu. Lakini Yakobo ukilala hutaona. Umebadilishiwa. Sio mume wako tena, sio mke wako tena. Ni kopi. Nataka nikwambie una kopi saizi. Na unaona kila siku inafifia tu. Wino unapungua tu. Sasa hata zamani kwa najikabizi na pora, sasa hivi ajikabizi. Akiamka tu suruali, what? Fungua gari. Kopi inazidi kufanyaje?
Zamani kwa sema leo hakuna kulala mpaka tu tuna ibada hapa. Sasa hivi utasikia hebu acheni makelele. Ndio, yes. Kabisa. Imeshakuwa nini? Mnaenda kulala wote. Yeye yuko sebuleni tu anachati. Mpaka mama unajigeuza ya kwanza ya pili unasema hivi yuko wapi? Unaamua kunyata ukamwangalia sebuleni. Unamkuta tu. Si mjanja, imempandia, imekuwa beberu. Mpaka anapoenda kuoga nayo mfukoni. Baba nani mboka na simu, sema inakuhusu nini? Anaogopa usije kaangalia. Wewe fuatilia wanaume wangapi wanalala saa 7? Sio? Yako wapi? Mabeberu. Mabeberu. Jamani, mbona msemi au mnajisikia vibaya sana? Ulimwengu wa roho umebadilisha. Unajua Yuda alichaguliwa kabisa kuwa mtume katika mitume 12 wa Yesu. Yuda naye alichaguliwa. Ulimwengu wa roho ukabadilisha. Acha upumbavu wewe, fanya biashara hapa, piga hela. Akapiga hela za kwenye kikapu, akampiga mpaka Yesu mwenyewe akamuuza. Yaani alikuwa mtume, Yuda alikuwa mtume kabisa, akamuuza mpaka Yesu. Biashara ikakubali. Mbombo ngafu. Sema umepandiwa. Sema umepandiwa. Sijui kama mwenzangu unaye yule. Hivi bado unaye yule? Mwingine anasema hapana. Uko unamwangalia kwa hapana. Na kweli ufahamu mayai 9 utayakosa. Haleluya. Haleluya. Ukisoma ile Matendo 5, Petro anamwambia Anania hivi, shetani amekujaza moyo. Kwa nini umejazwa moyo? Mbona moyo wako ukua hivi Anania na Safira? Wakati unaahidi moyo wako ulikuwa mzuri, lakini ghafla moyo umefanyaje? Umejazwa. Moyo umejazwa. Anaambia, mbona wakati mnaahidi kilikuwa cha kwenu? Wakati mnasema mtoto kiwanja cha kwenu, lakini mbona mmejazwa? Mbona umejazwa? Wewe mwenyewe ukikaa hivi, sehemu nyingine Paulo anasemaje? Anasema jijaribuni wenyewe. Je, Kristo yupo? Wewe mwenyewe ukijichunguza sana, uone kama umepandiwa. Wewe wakusengenyaga hivi, wewe wakununaga mwezi mzima, wewe wakuziraga kweli, wewe wakuziraga wewe ulikuwa unazira wewe ulikuwa unasema kazi ya Bwana jamani, kazi ya Bwana isipotee. Leo wewe wakuuliziwaga uko wapi? Ni wewe kweli? Ni wewe kweli Jumapili nzima umeyatamia duka hivi? Wateja njoo. Asubuhi mpaka jioni wateja njoo. Jamani wewe kweli waibofoe wewe. Hata mimi sitaki kuyasema haya. Maandiko yanasema hivi katika Mathayo, andiko la mwisho 15, anasema hivi. Mathayo 15, Yesu alikuwa anayaona haya mambo. Andiko la mwisho Mathayo 15. Fungua kitabu ya Mathayo 15. Kwa nini unakimbia wewe? Mathayo 15. Sio kama umeshafika. Umefika. Mathayo 15 mstari wa 13. Anasema hivi. Anasema, akajibu akasema, kila pando asilopanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Unaonaje tung'oe hivi vitu? Mbona sisikia amina? Unaonaje ung'oe binafsi? Sababu hapa mwishoni ndio penye hatari. Mwishoni ndio penye nini? Mwishoni. Anasema kila pando asilopanda Baba litafanyaje? Na kuuliza swali, unaonaje tung'oe? Unakubali mabeberu endelee kukushughulikia?
katika ulimwengu wa roho. Kwa nini usiinue macho uone kazi ya ulimwengu wa roho, alafu ukiona hiyo kazi uikatae, ukiona hiyo kazi uipinge? Kwa nini usiinue macho katika ulimwengu wa roho? Bwana sifiwe. Nasema Bwana sifiwe. Nasema Bwana sifiwe. Kwa nini tusiinue macho tumlilie Bwana kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya waume zetu, kwa ajili ya wake zetu? Kuna hatari kuishi na kopi. Hebu simame juu. Tusimame juu. Sasa baadaye tuna ibada. Tusimame juu. Tusimame juu. Tusimame juu. Oh, tusimame juu. Tusimame juu. Tusimame juu. Tusimame juu. Iko hatari. Iko hatari. Kopi, kama utakuwa serious, kopi inaweza kukuondoa duniani. Mimi ni mchungaji. Nimeona watu wanaokili kuua wenzi wao. Unapomwacha endelee kuwa kopi, ni hatari kwako. Kopi ni hatari. Ile mitaa ya kwetu Kitwiru, kijana akapishana na mke wake, wamepishana wakapishana, wanaacha anapishana. Kijana kalala kwenye kochi anapumzika, mama anapika, mabeberu akachachama, akachukua kisu kaenda kamchoma. Kijana kapiga kelele, katoka nje, amefika hospitali, amekata roho. Usione mauaji mengi, usione maanguko mengi. Kuna mtu unaweza kumchukia mtu bila kutaka. Hata mimi nahubiri, unaweza kuanza kunichukia tu. Unanisema tu, sio wewe. Kuna kitu umepandiwa. Wewe mwenyewe sio hiyo. Mtu mmoja akasema hivi, ngozi ni ya Esau, lakini sauti, sura ni ya wokovu, lakini matendo, maneno sio. Amegeuka, sio yeye. Amegeuka, sio yeye tena. Amegeuka. Siku moja wakati naomba Mungu, nina somo hii na masomo mengine nafundisha, Mungu akaniambia hivi, kuna watu wamesababishwa tabia wasizozitaka. Hii nimekuambia kupandiwa.